Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda amesema serikali imejipanga kuitumia michuano ya AFCON 2027 kama jukwaa la kuitangaza Tanzania kimataifa kupitia sekta ya michezo, utalii na uwekezaji. Akiwasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake ya mwaka wa fedha 2026-2027 leo Jumatatu Mei 4 mwaka 2026 bungeni jijini Dodoma, Makonda amesema serikali imeendelea kushirikiana na wadau pamoja na wanamichezo mashuhuri duniani ili kuongeza hadhi ya maandalizi ya michuano hiyo. Katika hatua hiyo, Makonda amemtambulisha mwanasoka maarufu duniani na nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Ivory Coast, Didier Drogba, akisema uwepo wake nchini unaonesha dhamira ya serikali kutumia AFCON 2027 kama nyenzo ya kuitangaza taswira ya Tanzania katika jukwaa la kimataifa. Makonda amesema Drogba, ambaye aliwahi kuzichezea klabu za Chelsea na Galatasaray na sasa ni mmiliki wa klabu ya Phoenix Rising Marekani, ni miongoni mwa watu mashuhuri wanaoweza kuisaidia kuitangaza Tanzania na kuongeza mvuto wa nchi katika kuelekea michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kwanza kuwa naibu waziri wa habari na pia kuwa waziri kamili wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Hii ni heshima kubwa sana kwangu na kwa familia yangu, na nachukua kama chachu ya kuendelea kulitumikia taifa hili kwa bidii, weledi, uadilifu mkubwa. Nimhakikishie tu Mheshimiwa Rais ya kwamba utumishi alionipatia nitahakikisha ninamlipa kwa uadilifu mkubwa. Mheshimiwa Spika, niruhusu nitumie fursa hii kumpongeza tena Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na maono mapana yanayolenga kuleta maendeleo kwa wananchi mmoja mmoja na uchumi wa taifa kwa ujumla. Pia nimpongeze kwa kuendelea kuliongoza taifa vyema katika kipindi hiki ambacho dunia inakumbana na changamoto mbalimbali, hususan migogoro ya kivita Mashariki ya Kati na vita ya Urusi na Ukraine ambayo imeathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa dunia, ikiwemo kupanda kwa bei za mafuta, bidhaa mbalimbali. Pamoja na changamoto hizo, Mheshimiwa Rais Daktari Samia ameendelea kuonyesha uongozi imara na mahiri kuhakikisha kwamba taifa linabaki moja na tunaendelea kusonga mbele. Mheshimiwa Spika, niruhusu tena nimpongeze Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba yake ya bajeti aliyotoa mwelekeo wa utekelezaji wa malengo ya serikali katika mwaka 2025-26 na mwelekeo wa shughuli za serikali katika mwaka 2026-27 pamoja na masuala mengine. Hotuba hiyo imetoa maelezo kuhusu sekta zilizo chini ya wizara yangu imezingatia na itatekeleza maelekezo yote yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Spika, kipekee naomba nikupongeze wewe Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuliongoza kwa busara na weledi mkubwa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelekezo yako na miongozo yako imekuwa na msingi wa ufanisi mkubwa wa Bunge katika kusimamia serikali kutekeleza vyema majukumu yetu. Vile vile nampongeza Mheshimiwa Daniel Siro, mbunge, naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusaidia na kushauriana vyema katika utekelezaji wa majukumu yake. Nawapongeza pia sana waheshimiwa wenye viti, Mheshimiwa Deodatus Manyika, Mheshimiwa Cecilia Daniel Peloso pamoja na Mheshimiwa Najma kwa kumsimamia vema kwa ustadi mkubwa mijadala katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kuishukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya Bunge, Elimu, Utamaduni, Michezo chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko na Mheshimiwa Colonel Lucas Magembe, makamu mwenyekiti wa kamati, pamoja na wajumbe wote wa kamati kwa maelekezo, ushauri, maoni yao kwa wizara yangu ambayo yametusaidia sana katika kuboresha utendaji kazi. Maelekezo yao yamesaidia kwa kiwango kikubwa katika uwasilishaji wa hotuba hii mbele yako Mheshimiwa Spika. Kamati hii imekuwa nguzo muhimu katika usimamizi madhubuti wa utekelezaji wa bajeti na ukaguzi wa miradi, ambapo imefanikiwa kuhakikisha rasilimali za umma zinatumiwa kwa ufanisi na kwa manufaa ya umma
kama misingi ya nyumba imara, ndivyo uongozi wa kamati hii ulivyojenga msingi madhubuti wa maendeleo unaoleta mafanikio endelevu na mabadiliko chanya katika jamii yetu. Mheshimiwa Spika, kwa masikitiko yangu kwamba katika kipindi cha mwaka 2025-26 bunge lako tukufu lilipatwa na misiba mbalimbali ya waheshimiwa wabunge. Misiba hiyo ni pamoja na msiba wa Mheshimiwa William Lukuvi aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Jenista Joakim Mwagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, na Mheshimiwa Halima Idi Nassor aliyekuwa mbunge wa viti maalum akiwakilisha wafanyakazi. Kwa niaba ya wizara na wadau wetu, tunatoa pole kwako Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge, familia za marehemu, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Mheshimiwa Spika, mafanikio yaliyopatikana katika kipindi chote hiki kutokana na ushirikiano mzuri miongoni mwa wadau wa wizara wakiwemo viongozi, watumishi, wadau wa shirika wa maendeleo ya wizara, natambua mchango wao mkubwa wanaoutoa kwa wizara, ambapo umeleta matunda yanayoweza kujivunia mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, niruhusu pia kwa dhati ya moyo wangu nimshukuru Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, mbunge, naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, kwa ushirikiano anaonipa katika kutekeleza majukumu yangu ya wizara. Nimshukuru pia ndugu Gerson Msigwa, katibu mkuu, ndugu Matthew Ntonda, naibu katibu mkuu, wakuu wa idara na vitengo, wakuu wa taasisi zilizoko chini ya wizara na watumishi wote wanaofanya kazi kwa bidii na wanaohakikisha mipango ya wizara inatekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Spika, wizara hii ni muhimili wa maendeleo ya jamii ya taifa kwa ujumla, ambavyo kwa maeneo mengine naweza kusema ni wizara yenye ushawishi, yani soft power ya nchi hii, taifa letu, na kulitambulisha kwa mataifa ya sekta habari imekuwa na mchango mkubwa katika kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha na kuhakikisha kuwa wananchi wanapata taarifa mahususi zinazowawezesha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi yetu. Aidha, utamaduni wetu ni uti wa mgongo wa taifa letu. Hivyo kupitia sekta ya utamaduni, serikali imeendelea kujenga uzalendo, kuhifadhi mila na desturi pamoja na maadili ya Mtanzania. Mheshimiwa Spika, serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuona umuhimu wa sekta hii hususan michezo, imefanya uwekezaji mkubwa unaolenga kuinua taifa katika ramani ya michezo. Mheshimiwa Rais amewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.2 katika michezo, ikiwa ni sehemu ya kuifanya Tanzania kwa mwenyeji wa AFCON 2027. Uwekezaji huu upo katika timu ya taifa, uendeshaji wa michezo pamoja na miundombinu mbalimbali. Mheshimiwa Spika, mapitio ya utekelezaji wa majukumu kwa kipindi cha mwaka 2025-26, mapato na matumizi ya wizara. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-26 wizara ilikadiri kukusanya shilingi bilioni 1 milioni 36, ambapo hadi kufikia mwezi Aprili 2026 shilingi milioni 699,706,093 sawa na asilimia 67.5 ya lengo la mwaka lilikusudiwa zimekusanywa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa taasisi zilizo chini ya wizara, kiasi kilichokadiriwa kukusanywa ilikuwa shilingi bilioni 40,295,192, ambapo hadi mwezi Aprili 2026 shilingi bilioni 17 na milioni 20,636 sawa na asilimia 42 ya lengo zilikuwa zimekusanywa. Bajeti ya wizara na mtiririko wa fedha. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-26 wizara iliidhinishiwa bajeti yenye jumla ya shilingi bilioni 519,660,073. Kati ya fedha hizo mishahara ilikuwa bilioni 33,408,000, matumizi mengine ilikuwa shilingi bilioni 28 na milioni 65, na miradi ya maendeleo ilikuwa bilioni 458,190,788. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi Aprili 26 wizara ilikuwa imepokea jumla ya shilingi bilioni 352,942,454,472 na senti 97 sawa na asilimia 67.9 ya bajeti yote.